Mambo yanakwenda vipi, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi? Mimi natumaini kwamba wewe ni mzima, lakini pia nikutakia kila lenye heri kama kuna namna ambavyo mambo yako hayajaenda vizuri sana. Habari njema ni kwamba nimekuletea simulizi nyingine mpya kabisa. Na simulizi hii ni simulizi ambayo ina utofauti sana na simulizi nyingi ambazo unazipata katika channel hii ya makala simulizi. Simulizi hii bwana ya kuitwa Utajiri katika ulimwengu wa giza ni simulizi mpya ambayo naamini hujapata kuisikia mahali popote pale, na ninaamini kabisa kwamba ni simulizi ambayo itakufurahisha sana. Lakini ukiachana na jinsi ambavyo simulizi yenyewe inaitwa kwamba ni utajiri katika ulimwengu wa giza, lakini huko ndani ina mambo ambayo mengine unaweza ukasema hayahusiani kabisa na masuala hayo ya utajiri. Kwa kifupi tu niseme kwamba ina visa vingi sana humu ndani. Nikukaribishe sana uweze kunipa sikio lako, na mimi niko hapa kwa ajili ya kukudadavulia vizuri kabisa, na mimi naamini utaelewa vizuri kabisa simulizi hii. Karibu sana, na nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mgeni, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii. Libonyeze hilo neno uweze kuipata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Bwana, simulizi hii inaitwa Utajiri katika ulimwengu wa giza. Karibu twende pamoja. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa makala simulizi. Jina langu mimi ninaitwa Koba. Leo mimi niko hapa kwa ajili ya kuwaletea simulizi nzuri sana ambayo ni simulizi ipo kwa ajili ya kufundisha. Ni simulizi ambayo inahusiana na rafiki yangu ambaye aliyekuwa anaitwa Elia. Ninatamani sana kama watu wengi wangeweza kupata simulizi hii na kufahamu vizuri kitu ambacho kiko ndani ya simulizi hii, ili kila mmoja aweze kujifunza kutokana na simulizi hii. Simulizi hii bwana aliandika rafiki yangu Elia kwa mkono wake kabisa. Elia aliandika hii simulizi ambayo inahusu maisha yake halisi kabisa. Ni kisa cha ukweli kabisa cha rafiki yangu Elia. Na aliandika akanieleza kwamba lolote ambalo litakalo kuja kutokea, lakini nihakikishe kwamba simulizi yake hii inaweza ikaingia katika ulimwengu ili watu wengi wajifunze kutokana na makosa yake ambayo aliyokuwa ameyatenda. Sasa mimi Koba, katika kutafuta sehemu ambapo ningeweza kuifikisha hii simulizi ya rafiki yangu Elia ili uweze kuwafikia watu, ndipo ambapo nilipotafuta nikaona kabisa kwamba jukwaa hili la makala simulizi ndio sehemu ambapo ninaweza kufikisha hii simulizi vizuri. Ilinibidi sasa mimi niweze kuongea na BHB ili aweze kunipa jukwaa hili niweze kuifikisha hii simulizi ya rafiki yangu, kwa sababu ni kama kiapo alichonipa ili niweze simulizi yake inawafikia watu walio wengi. Msikilizaji, kabla ya mengine yote tulikubaliana mimi pamoja na BHB kwamba tusije tukaongeza neno lolote katika mambo ambayo rafiki yangu aliyokuwa ameandika. Na kwa sababu rafiki yangu Elia alikuwa ameandika haya mambo neno kwa neno, huku akiwa anatoa machozi mengi sana kutokana na kisa chake jinsi kilivyo cha kugusa sana, basi mimi nitataka nisome hatua kwa hatua kwenye kila kitu ambacho rafiki yangu Elia alikiandika. Mimi Koba, ninaahidi kwamba sitaongeza kitu chochote katika simulizi ya rafiki yangu. Na hapa sasa mimi ndipo ninapoanza kueleza simulizi ya rafiki yangu Elia. Ilikuwa ni mida ambayo ilikuwa imekwenda, na hapo nilikuwa niko kwenye chumba changu, mahali ambapo nilikuwa ninapenda kukaa. Ninaposema kwamba nilikuwa ninapenda kukaa, sio kwa sababu palikuwa ni pazuri sana au moyo wangu ulikuwa unapenda sana kukaa sehemu hiyo. Hapana, lakini uchumi wangu ndio ulionifanya mimi niweze kupenda mazingira kama yale. Ni chumba changu ambacho kilikuwa kimejaa umasikini mkubwa sana. Ni chumba ambacho mvua ikiwa inanyesha ni lazima utafute sehemu ambapo kuna mabeseni
sehemu ambapo kuna ndoo na makabati, vitu mbalimbali, ili uweze kuweka juu ya godoro ili lisije likaloa. Na siku hiyo bwana, mvua ilikuwa inanyesha. Mvua ikawa inanyesha kubwa sana. Na mimi hapo nikawa nimeweka ndoo na masufuria, vibakuli mbalimbali ambavyo nilivyokuwa nimeviweka katika eneo la godoro langu na eneo lingine la pale ndani ya chumba changu, ili kusudi maji yale yasitiririke moja kwa moja katika chumba changu. Nilikuwa nikiona kabisa kwamba maji yale kama yakivuja yakafika katika sakafu yangu, yangekuwa yananipa kazi sana katika kuyatoa maji yale nje. Na hasa pale ambapo ukizingatia hata sakafu yangu yenyewe ilikuwa sio sakafu kiukweli, kwa sababu ilikuwa imejaa mashimo kila sehemu, kiasi kwamba nilikuwa hadi sitaki kudeki kila sehemu. Lakini badala yake nilikuwa tu nikitumia ufagio ili kuondoa takataka, kwa sababu kila niliposema ninataka kudeki kulikuwa kunajaa matope tu. Yaani niseme tu chumba changu kilikuwa ni chumba cha ambacho hakijana sakafu. Basi bwana, wakati huo mvua ikawa inaendelea kunyesha. Nilikuwa nikizisikia kelele nyingi sana zilizokuwa zinatokana na matone ya mvua yaliyokuwa yananyesha yanadondoka katika bakuli ambazo nilizokuwa nimeziweka pale. Kiukweli nilikuwa nikisikia yale matone jinsi ambavyo yanavyodondoka. Nilikuwa nikisikia kitu kama vile, yani naweza nikasema kwamba nilikuwa niko sehemu yenye muziki mbaya sana. Mtu ambaye labda ndio alikuwa anajifunza kuproduce music, ambaye alikuwa anapiga gitaa pengine na kinanda bila mpangilio wowote ule. Lakini bana, nashukuru sana kwa sababu angalau mahali hapo ambapo nilipokuwa ninakaa palikuwa na wafadhali ukifananisha na nyumba ambayo niliyokuwa nimehama. Nyumba ambayo niliyokuwa ninatoka, aisee, ilikuwa mvua ikinyesha maji yote yanaingia mpaka ndani, yani ni mafuriko full mwanzo mwisho. Nakumbuka sana tukio ambalo lililotokea siku moja. Of course lilirudia mara kwa mara, lakini kuna siku ya kwanza hiyo ambayo liliniumiza sana. Ilikuwa ni katika chumba kingine ambacho nilichokuwa nikikaa. Na pale nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimetoka kwenye mishemishe zangu, alafu mvua ikanyesha. Nilipokuja pale, godoro langu lote lilikuwa limelowa maji kutokana na kwamba maji yalikuwa yameingia yakakimeza kitanda kabisa. Nilianza sasa kukausha godoro langu na kuanza kulianika nje siku kadhaa, ndipo likakauka na mimi nikalalia godoro tena. Hali hiyo ilikuwa ni ya kujirudia mara kwa mara, japokuwa vitu vyangu vingine viliharibika siku ile, lakini siku zilivyoendelea vitu vyangu vingine nilijitahidi kuviweka katika mazingira ambayo hata kama mvua ingenyesha basi visingeweza kuharibika. Wakati nikiwa niko ndani, nimeendelea kutulia zangu pale, nilisikia mtu ambaye aliyekuwa anagonga. Elia! We Elia! Eli, fungua bwana. Msikilizaji, huyu alikuwa ni jirani yangu pale ambaye alikuwa anaitwa Mama Jenny. Alikuwa ananiita wakati huo mvua ilikuwa inanyesha. Naam. Niambie, Mama Jenny. Vipi nawe? Wewe ukingi maji? Una hela ya kununua maji? Mazingira yetu haya unayoyajua jamani. Mbona wewe ni ukingi maji au? Amna, sema tu Mama Jenny bwana. Nimechoka bwana, yani sijisikii kabisa kupambana na hayo maji huko tena. Hebu leta hiyo ndoo yako kubana nikukingie. Shauri yako, utaanza kuhangaika kununua maji hapo. Na unajua mvua ikishanyesha hata wale wauza maji wanaanza hawapitishi mara kwa mara. Utakesha hapo na mimi ukiniomba siwezi kukupa ngo. Leta hizo ndoo huko bana. Okay, basi poa nakuletea basi. Msikilizaji, basi mimi pale nikachukua ndoo zangu 3. Nikatoka mlangoni na kumpatia Mama Jenny pale. Sasa Mama Jenny wakati amekuja pale alikuwa yuko kwenye hali ya tofauti na siku zingine ambazo nilizokuwa nimemzoea. Mama Jenny siku hiyo alikuwa amefunga kanga moja tu, alafu alikuwa amelowana kutokana na mvua ile ilivyokuwa inamnyeshea. Kanga yake ile ambayo aliyokuwa amevaa sasa ilikuwa imegandana sana na mwili wake. Kitendo kile kilinifanya mimi kama mwanaume nizidi kumtazama mara mbili. Nilikuwa sijamzoea hivyo kwa sababu mara nyingi alikuwa amezoea Mama Jenny anavaa madera yake pale, si unajua Uswahilini. Lakini siku hii ilikuwa ni tofauti. Kanga ile ilikuwa imeloa. Alafu nikatazama na nikagundua kumbe bwana
Mama Jeni alikuwa ni mwanamke ambaye amepewa shepu nzuri sana, lakini mara nyingi alikuwa anapenda kuificha ndani ya dela lake. Sasa nikawa naendelea kumtazama pale wakati nampa zile ndoo. Mama Jeni akaniangalia akaanza hebu niimpe ndoo bana mimi. Unashangaa nini sasa wewe muone? Hamna kitu Mama Jeni, unajua. Hamna bwana, shika basi. Lo. Lione kwanza. Kukodolea macho tu nyama za watu. Pesa unayo baba? Au unaangalia tu? Unapenda uangalie tu. Mama Jeni bwana. Pesa gani bwana na wewe? Hebu tulie, mimi mbona sasa sija kuangalia. Hujaniangalia wapi? Kwani sioni jinsi ambavyo unavyonikodolea macho? Leta ndoo huko bwana. Tena maji yani mvua ikikata utajua mwenyewe. Hebu nipe ndoo bwana huko. Aya bwana, shika bwana. Nilimpatia Mama Jeni zile ndoo zangu. Basi Mama Jeni bwana akachukua zile ndoo akaondoka nazo, huku wakati huo akiwa anatembea. Huku nyuma bana alikuwa ana mtikisiko mkali kweli kweli. Alikuwa ameniachia mazingira yake ya nyuma haya akiwa anatikisika sana, na mimi sasa kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajaa tamaa, nilianza kumtazama kwa umakini mkubwa sana wakati akiwa anatembea. Mpaka pale nilipoona ameyoyoma kabisa, amepotea mbele ya macho yangu. Hapo ndipo sasa na mimi nikafunga mlango kinyonge kabisa na kurudi zangu ndani. Wakati huo mimi msumari wangu ulikuwa umedinda kweli kweli. Ni ukweli kabisa kwamba Mama Jeni alikuwa amenivuruga kichwa changu sana. Yaani alinivuruga kichwa sana. Msumari ulikuwa unatamani sana kuweza kumdondokea na kuingia kabisa ndani ya Mama Jeni. Hapo sasa mimi nikaamua kuwa mpole, nikaenda nikajilaza kitandani, nikashusha pumzi yangu ndefu. Huku nikiwa naendelea kumfikiri sana Mama Jeni. Pesa unayo? Pesa unayo baba? Hii ndio kauli ambayo iliyokuwa inajirudia akilini mwangu. Kwa hiyo nikasema hivi, kumbe Mama Jeni anaweza kulika tu nikiwa na pesa Anauliza kwamba eti pesa unayo? Kimoyo moyo pale sasa mimi nikajibu kwamba pesa sina. Kwa sababu hapa mfukoni bana nilikuwa na shilingi 10,000 peke yake. Na hiyo sasa 10,000 nilikuwa nimepanga kuila wiki nzima. Nienda hii ni kutokana na kwamba wiki ile sikuona kabisa kukiwa na mwanga kwamba kungeweza kutokea pesa. Yaani dili za pesa nilijua kabisa kwamba ile wiki ile ni ngumu kabisa kuweza kupata pesa. Mishe zangu mimi zilikuwa ni mishe za usaidia fundi na mambo kama yale. Sasa kipindi cha mvua mara nyingi watu hawapendi kufanya kazi za ujenzi kipindi cha mvua. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanatoa nyumba zao ziweze kujengwa na kadhalika walikuwa wamestop matajiri. Kwa hivyo nilijua kabisa kwamba ni ngumu sana kupata pesa wiki ile. Hii shilingi 10,000 niliyokuwa nayo nikaamini kabisa kwamba hii inapaswa ni budget mpaka wiki ishe. Alafu wakati huo msumari nao ulikuwa unamtaka Mama Jeni, na Mama Jeni anauliza swali la muhimu, anasema una pesa? Ila maisha haya jamani. I say. Basi nikawa nimekaa zangu ndani. Wakati huo mvua inaendelea kunyesha. Nilitulia mpaka mvua ikakata. Usingizi ukanipitia, nikaanza kusinzia pale. Ninakuja kustuka hivi, mlango wangu ukawa unagongwa sana pale. Nikaamka baada ya kusikia sauti ambayo iliyokuwa inaniita. Sauti ile ilikuwa si ya mtu mwingine, lakini ilikuwa ni Mama Jeni. "We kijana. Eli wewe." "Mama Jeni. Nakuja bwana." "Chapu bwana huko, au niingie huko ndani tumalizane? Unabisha?" "Mama Jeni bwana, haya ingia basi, kama unaona ukiingia huko utafaidi, ingia basi." "Nyo. Niingie huko mwisho aanze kunibaka hapo, hebu muone kwanza. Yaani vijana mnapenda vitu vya bure wewe. Yaani usione tutakulinitikisika. Ushaona tu mishepu ya watu huyo tayari unataka kula. Kula wenyewe hata shilingi 5,000 huna. Hebu kwenda zako huko bana." "Mama Jeni tulia basi nawe. Umenichotea maji ndio hivyo unaanza kunichana." "Tulia bwana. Unaanza kunichamba chamba hapa bwana. Tulia bwana huko."
Sio kwamba nakuchamba. Nakwambia ukweli. Mnapenda vya bure Dezo tu. Kwenda zako huko. Hebu njoo huko bwana. Okay. Haya bwana. Niambie Mama Jeni. Nikwambie nini sasa? Unataka nikwambie nini? Nikwambie nakupenda au? Au unaanza kuchanganyikiwa? Nikwambie nini? Nenda kabebe ndoo zako kule. Hebu muone kwanza. Umelala mwenyewe yani nikuchotee maji, Kwanza nije, nichukue ndoo, niende, nikuchotee maji, alafu na kusomba nikusombee. Kwamba umeminioa au? Nenda kachukue ndoo zako kule, hebu muone huko. Kupenda tu vitu vya bure. Mama Jeni bwana akaanza kuniongelesha pale. Kaambia bwana Mama Jeni, nazifuata bana ndoo zangu, nakushukuru sana kwa kunichotea maji. Asante sana. Muone vile. Shaka yaifata. Taka mwenyewe hapo ndani mpaka ukome. Kwanza kwa nini uoi? Mama Jeni bwana nawe yani kunichotea maji ndo unaanza kunieleza sela sui mara kuoa mara nini? Wewe maisha namuoa nani bwana? Hebu tulia bwana nawe Mama Jeni bwana. Mbona hivyo? Unamuoa nani? Haya. Endelea kutamani nyama za watu hivyo hivyo. Msikilizaji bwana, Mama Jeni aliongea pale kisha akaondoka zake. Wakati anaondoka huku nyuma bado alikuwa anatikisa kama kawaida yake. Basi mimi nikavaa nguo zangu pale t-shirt haraka nikatoka kwenda kubeba zile ndoo. Nikaenda nikazichukua ndoo zangu zile nikaziingiza zote mpaka ndani. Nikakaa zangu pale kidogo nikatulia. Nikawa naendelea kufikiri sana jinsi ambavyo ninaweza kutumia ile shilingi 10,000 ili kuweza kutoboa wiki nzima ambapo naamini siwezi nikapata mchongo wa pesa. Sasa ilipofika mida kama ya jioni hivi, kwa sababu muda ule sasa mvua ilikuwa imewahi mapema kabisa. Sasa ilipofika mida ya jioni, nikasema hapa ndo muda sasa wa kutoka kuzunguka kidogo. Basi mimi nikasema nitoke zangu nielekea magengeni kule, maeneo mbalimbali kwenye mitaa kule, niangalie hivi na vile, niangalie jinsi ambavyo ninaweza nikabalance pesa yangu iweze kumaliza wiki nzima. Wakati huo na shilingi 10,000 tu msikilizaji. Sasa nilitakiwa ni budget vizuri ili nihakikishe kwamba ile wiki nzima inaisha. Basi mimi nikatoka zangu, nikaenda mpaka kwa mama mmoja muuza mihogo pale mtaani. Nikanunua zangu mihogo ya shilingi 1,000. Nikaenda zangu pale nikala vizuri, nikanywa maji uzuri, pale maji nilikunywa ya ndoo tu. Kwa nikachukua nikapiga vikombe vyangu kama 3 hivi vya maji. Lita 1.5 hiyo. Nikapiga vyote pale, nikajikuta niko full. Nilipomaliza pale nikanyanyuka zangu huyo. Nikajua hapa mambo yanaenda fresh. Sasa wakati mimi sasa ninarudi nyumbani, nimetoka zangu kule kwenye mitaa magengeni wapi. Kama unavyojua bwana. Mimi kusema kweli pamoja na kwamba mimi sina pesa, lakini huwa napenda sana kukaa maeneo hata kama chumba kitakuwa cha kiboya, lakini iwe ni maeneo ambayo yamechangamka kidogo. Sasa mazingira yangu mimi ambapo nilipokuwa nakaa pale yalikuwa ni mazingira ambayo kidogo yamechangamka. Yamechangamka kweli kweli. Basi nikawa narudi zangu njiani, natembea zangu mdogo. Wakati natembea nikamwona binti mmoja mkali sana. Alikuwa ananunua vitu dukani muda huo. Yule binti bwana haikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Nilishakuwa leo nikimuona sana yule binti mara kwa mara, lakini nilishajiwekea tu kwamba yule binti hawezi kanikubali mimi. Namuelewa sana, nampenda kweli kweli. Ananivutiaga sana kila ninapomtazama. Lakini kwa jinsi alivyo mrembo na mimi jinsi ambavyo sina pesa, nilishajua kabisa yule binti mimi siwezi kumpata. Basi mimi nikamtazama tu pale, nikammezea mate kama kawaida. Nikasema bwana potelea mbali. Mimi ngoja niachane naye kama kawaida yangu. Kwa sababu siku zote mimi nilikuwa nikimuona lakini sijawahi kumuongelesha. Yaani hata hiyo salamu yenyewe nilikuwa nikisalimia tu, aitike asiitike mimi napita zangu, kwa sababu nilifahamu hata kama ningemhitaji asingeweza kunikubalia. Basi bwana mimi nikamaliza pale, nikaondoka zangu pale, nikaanza kutembea zangu, nikamwacha tu pale dukani, mimi nikanyosha zangu kurudi nyumbani. Sasa unajua naondoka pale, lakini taswira ya yule binti ilikuwa iko machoni mwangu sana. Nilikuwa naondoka huku namtazama sana. Kidogo wakati niko naendelea kufikiri kwenye kichwa changu taswira ya yule binti jinsi ambavyo imeninasa kwenye akili yangu. Yule binti bana nikamwona kitoka pale, hatimaye akapanda bodaboda akaondoka. Mimi nikaendelea tu kutembea zangu, alinipita pale shwap. Mimi nikatembea zangu kuendelea kwenda nyumbani.
Wakati mimi ninaelekea nyumbani, nikakutana sasa na mama yake, Mama Jeni. Nikakutana na Mama Jeni. Tukaanza kurudi nyumbani pamoja. Sikujua alikuwa anatoka wapi. Lakini mimi nikaongozana na yeye kama jirani yangu. Wakati huo alikuwa amebeba vitu vyake pale. Kaficha vitu vyake pale nini. Lakini mimi pamoja na yote, Mama Jeni nilikuwa nikimtazama tu nikitaka niweze kuiona ile shape yake ambayo niliyoiona muda ule akiwa amevaa kangamoko. Nilimtazama, lakini muda huo vile vitu vya msingi ambavyo nilivyokuwa nikitaka kuviona, muda ule alikuwa amevificha ndani ya dera lake kama ilivyokuwa kawaida yake siku zote. Wakati huo mimi akili yangu ilikuwa inawaza sana urembo wa yule dada ambaye niliyekuwa nimemuona. Lakini kwa sababu muda ule nilikuwa niko na Mama Jeni, akili yangu ilikuwa inawaza sana kuweza kuangalia sasa Mama Jeni niweze kuona kile alichokuwa nacho. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekificha ndani ya dela. Ule mshepu ambao niliokuwa nimeuona mchana, muda huo nilikuwa siuoni kabisa. Kiukweli alinivuruga sana akili yangu hizo. Lakini ukweli mchungu ni kwamba nilijua kabisa kwamba siku zote kwa mimi yule demo yule hawezi kuwa hadhi yangu. Hata kama wanasema kwamba mapenzi hayachagui, lakini sio kwa mimi kudeti na yule binti. Nilikuwa nafahamu, kwa hivyo niliamua tu kutulia zangu. Wakati huo niko na Mama Jeni tunatembea kurudi hivi. Lakini akili yangu inawaza mara mbili. Inamwaza yule binti, lakini hapo nikipuuza kabisa kwa sababu nafahamu siwezi kumpata hata siku moja. Basi mimi kama kawaida yangu bwana, nilikuwa kila nikimuona yule binti, nikimaliza nikienda nyumbani, mimi najichukulia tu sheria mkononi. Msikilizaji, hapa nazungumzia kazi yangu moja tu ya kwenda kupiga masturbation. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Nikimuona tu naenda na taswira yake. Nikifika kule ndani, namvua nguo vizuri. Naanza kumchezea kadiri ninavyotaka, lakini kwa njia ya kufikiri tu. Yaani nikifika kule mimi kazi yangu ni kupiga masturbation kwa kutumia taswira ya yule dada. Ndio ilikuwa kawaida yangu. Basi wakati huo bwana, nilikuwa niko serious sana. Hata story nilikuwa sitaki kupiga na Mama Jeni. Mama Jeni ni kama alistuka hiyo hali. Kwa hiyo akaanza sasa kuniongelesha mwenyewe. Jirani, unawaza nini hivyo jirani lakini? Amna. Nawazia maisha tu. Si unajua tena life ngumu kichizi yani. Noma sana. Pambana wewe mtoto wa kiume bana. Pambana kabisa. Uje one kwanza. Maisha magumu. Pambana wewe si mtoto wa kiume. Msikilizaji, Mama Jeni aliongea huku akiwa ananipiga sasa kwenye msuli wangu, kama ananipiga hapa kwenye bega, ananipiga vingumi hivi. Msikilizaji, nilifahamu kabisa kwamba hapa sasa Mama Jeni ameamua kunitesa kabisa. Nikamwambia, Mama Jeni bwana, tunapambana sana ila maisha ndo kama hivyo, bado magumu sana jirani yani. Acha tu aise. Unajua mimi nawaza sana kwamba wenzangu waliopatia maisha wameyapatiaje. Lakini sasa mimi nashangaa, unajua hata wewe umepatia maisha yako sana, yani umepatia maisha. Umeanza kunitukana jirani, kwa hiyo sio vizuri, hutaki tutembee wote. Mimi nakwambia sio kwamba sitaki tutembee wote. Sasa kama unataka, kwa nini unaanza kunitukana? Sasa nimekutukana kukuambia kwamba wewe umetoboa nimetoboa maisha yapi? Watu waliotoboa maisha wanakaa kwenye nyumba za sasa unajua nini? Issue sio kukaa kwenye nyumba za kupanga. Haya, unaona kwamba mimi nimepanga nyumba gani? Sina kaa na wewe nyumba moja. Ni kweli, lakini sasa unajua mimi nilichokuwa namaanisha nini? Hebu niambie. Ongea ushubwanda wako nikusikiliza, unataka kuongea. Ukikosea tu kuongea mimi nakuacha hapa, siwezi kutembea na wewe hapa njiani tena. Haya poa, nisikilize. Mimi nilikuwa namaanisha kwamba yani wewe umetoboa kwa sababu kwanza wewe si mtoto wa kike bwana. Nikiwa wa kike nitakula hiyo mbunye au? Sio hivyo, lakini wewe unaweza kupata hata zawadi kutoka kwa wewe, nawe tafuta lishangazi likule. Kama wanaume wanatoaga pesa, wewe tafuta sasa na wewe lishangazi liweze kukulea. Basi bwana, tuachane nayo bwana. Ndio hivyo, mimi nakwambia tu, lakini usikate tamaa, pambana. Mama Jeni, unajua mimi ninawaza siku moja
kama sijui kama nitakuja kumiliki pesa niweze kumiliki mwanamke mzuri kama wewe. Hivi Eli, hivi wewe kweli kumbe wewe unawaza mapenzi tu. Mimi najua umetulia hapo, labda una msongo wa mawazo unaposema maisha magumu, labda unawaza habari za maana. Kumbe unawaza habari ya mapenzi tu. Sio hivyo. Unajua nini? Yaani kiukweli kila mwanaume anatamani sana kuwa na mwanamke mzuri kama wewe, mwenye shepu kali kama wewe, Yaani kimfupi mwanamke ambaye ameumbika vizuri kama wewe. Na mwanamke kama wewe huwezi kumpata ukiwa una pesa. Kwa hiyo ndio maana ninapozungumza habari ya pesa nakumbuka tu pia kwamba hata watoto wazuri siwezi kuwapata kama sina pesa. Yaani wewe kwa unavyoongea inaonyesha ukipata tu pesa, cha kwanza ni watoto wazuri. Na wewe kama ukipata pesa ambazo sio endelevu unaweza ukafirisika hata kabla ya kutumia hizo, yaani hata kabla ya kuzeeka unashangaa pesa zimeondoka zote. Amna, sio hivyo bwana. Ndio hivyo kabisa mimi ninavyokuona. Kwa sababu una tamaa, unapenda vitu vizuri sana jirani wewe. Jirani unapenda sana. Hapana, unajua nini wewe? Wewe mama Jeni bwana. Kwani wewe umejuaje? Chizi kabisa wewe muone kwanza. Yaani unapenda tu eti mzuri kama wewe. Vizuri pesa ndio hivyo, utafute sasa pesa uweze kupata vitu vizuri kama hivi. Kweli bwana. Kweli kabisa unavyozungumza mama Jeni. Lakini ngwambie kitu, mimi nikipata hela lazima nianze na wewe jirani. Yaani lazima nianze na wewe. Yaani mama Jeni lazima nianze na wewe, mshepu kama uapo. Hebu niondokee hapa kwanza. Yaani bwana wewe, mimi sikujua hivi kumbe unaweza kuongea mambo kama hayo. Alafu kwa ngwambie kitu, yaani tatizo sio nini? Tatizo vijana sasa siku hizi hata hamna nguvu yani. Yaani hamna nguvu. Yaani mtu unaweza ukamhurumia tu, ukasema ngoja nimpe kijana wa watu anichape, afu mwisho wa siku unakuta anakuachia mishombo tu. Yaani unakuta ajui huyo piu chali hamna kitu, yaani sekunde chache. Mama Jeni unajua nini? Wewe utakuwa umekutana na watoto ambao tepe fulani, ndio vijana uliokutana nao. Yaani ndio wao watu ambao ulikutana nao, hujakutana na mimi. Yaani ungekutana na watu kazi kama mimi hapo. Wewe mwenyewe wale tu. Wanaume nyinyi wa siku hizi. Dakika chache tu chali hamna hata kitu yani. Hebu sikiliza nikwambie. Sasa sikia nikwambie, tusiongee. Kwa nini tuongee kwa tuhangaike kuandika kwa mate na katuwina upo? Ni tunuku basi. Nibarikie hiyo chombo hiyo niangalie, wafu tuangalie na kuaje. Hauna lolote. Lolote lipo. Mimi nakwambia kweli mama Jeni. Lolote lipo, hebu nitunuku basi afu tuangalie. Niambie. Wewe katika wanawake kwanza wewe ulishawahi kupiga bao ngapi ambazo ulifanikisha? 3, mimi nimepiga mpaka 3, mimi nakaza mpaka 3. Ona sasa. Ndio maana nikakwambia kwamba hamna kitu. Sasa bao 3 wenzako wanaenda mpaka 6 mpaka 8. Afu unazungumza habari ya bao 3. Nisikilize nikwambie. Mimi ninapokuambia bao 3 ni 3, lakini hizo 6, 7, 8 za kwao zinasubiri. Yaani mimi ninapokuambia kwamba naenda 3 za ukweli. Ya unavyoongea kama kweli. Wanaume wengi mnaojibrandi kama hivyo, ukiingia kwenye show hamna kitu. Kujibrandi tu. Lakini ukiingia kwa ukipewa hapo, unaanza kusingizia mara swi tumbo linauma, mara swi na mawazo swi nini? Ndo zenu hizo. Sikia basi. Nijali basi mama Jeni. Mimi nakuwa pia nitakufurahisha. Yaani nitakukanyagia mpaka wewe mwenyewe naamini utakuwa wewe ndio unataka sasa. Haya. Omba siku niamke vizuri nikupe. Siku niamke vizuri nikupe nione ubabe wako. Alafu nikwambie, ukikosea mimi nakutangaza. Ukishindwa mimi nakutangaza. Tukubaliane kabisa. Sababu siwezi kuhangaika, nionge, nivue makufuli yangu yote, nikufuate, nikupe, alafu nichafue na wakati umeshanitambia kwamba unaweza, alafu niye nikutunuku, alafu mwisho wa siku nakwambia ukiniachia mishombo tu mimi nakutangaza. Haya bwana, mimi nakwambia unitangaze. Lakini nikifanya vizuri basi utangaze pia vile vile. Muone wewe, ngoja tu. Siku niamke vizuri uone. Basi msikilizaji, tukawa tumepiga story mpaka tukafika nyumbani pale. Mama Jeni akaingia zake kwake na mimi nikaingia kwangu.
Sasa wakati huo mimi nilikuwa namuwaza sana yule dada ambaye nilikuwa nimemuona kule wakati natoka zangu magengeni kule. Hakika alikuwa ni mwanamke mzuri sana. Alikuwa ni mrembo kweli kweli, ambapo kila mwanaume, naamini mwanaume lijali ambaye anayejua kumtumia mwanamke angeweza kuvutiwa sana katika macho yake. Hayo mengine mimi huko ndani sijui utamu wake, kwa sababu si hajawahi kunipatia. Zaidi sana labda mimi uniulize utamu ambao aliyokuwa ananipa wakati nikiwa najipigia, najishikia sheria mkononi. Lakini kwenye upande wa uhalisia sifahamu, lakini ninachofahamu ni kwamba kwa muonekano wake alikuwa ni mzuri sana. Lakini hata siendani naye yule demo ise. Lawe mtoto mkali. Niliongea mwenyewe hapo nikiwa niko zangu pale ndani tu. Nikaanza sasa kuangalia lile kopo langu la mafuta. Hapo ninataka nipake mafuta vizuri kwenye mkono wangu ili nianze kujishikia sheria mkononi, kwa kutumia taswira ya yule dada mrembo niliyemuona kule niweze kujimaliza kabisa. Niliangalia afu sikuona kopo langu. Niliangalia ili niweze kuangalia hata nipate sabuni. Lakini nilipoangalia sabuni pia sikuipata. Akili yangu ikaniambia kwamba pale inabidi niende dukani nikanunue angalau sabuni au ninunue mafuta, sababu haya yaliyokuwa yameisha, ili kusudi niweze kuanza kupiga sasa kujishikia sheria mkononi kwa kutumia taswira ya yule dada na niweze kujimaliza kabisa. Lakini wakati naendelea kufikiri hivyo nikakumbuka kwamba bajeti yangu ile inapaswa inimalizie wiki. Nikaamua nitulie tu. Lakini nikaanza kujishauri au nipige kupitia mate tu, nipigie nijimalize kupitia mate. Nikaanza kusema lakini kwenye mate siwezi kuenjoy zaidi. Potelea mbali. Msikilizaji, nilijitupia kitandani pale nikatulia. Sikuwa na kitu cha kunipotezea muda. Sikuwa na TV pale ndani, sikuwa na simu, sikuwa na nini, yani simu kubwa ile kwamba niweze kuperuzi mitandaoni nilikuwa sina. Zaidi sana niliendelea kuperuzi katika akili yangu, kumperuzi tu yule mwanadada jinsi ambavyo nilivyomuona akiwa mzuri. Msikilizaji, dakika ziliendelea kwenda. Sasa muda ulivyozidi kwenda, kidogo nikaanza kusikia kelele kwenye nyumba ya pili, kwenye chumba cha pili. Pale mahali ambapo nilipokuwa nikikaa, nyumba yangu ile, chumba kile nilichokuwa nakaa kilikuwa hakina sink board. Sasa kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kiure. Yeye alikuwa anapenda sana kuja na mademo usiku. Yule jamaa alikuwa ni dereva wa daladala. Yeye ndiye ambaye alikuwa anakaa kile chumba cha jirani pale. Alikuwa anapenda sana mara kwa mara, yani haiishi wiki anaingiza mademo hata 3 mpaka 4. Kwa kifupi ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana chini ya kitovu. Sasa siku hiyo alikuwa ameleta PC yake bwana. Nikaanza kusikia kelele za kimahaba katika chumba cha pili. Vurugu zilikuwa ni nyingi sana. Kiure, taratibu bwana. Tulia basi. Kiure bwana, mimi sijazoea bwana, tanumiza bwana. Utazoea tu, tulia basi. Sijui bwana alikuwa anamfanya nini yule binti wa watu bwana. Binti yule alikuwa analia sana, analalamika hatari. Unajua mimi hapa nakurahisishia katika kuzungumza, lakini vurugu zilikuwa ni nyingi sana, alafu zilikuwa zinakuja moja kwa moja kutoka katika chumba cha pili. Sasa mimi hapo wakati wanafanya vile, msumari wangu ukawa umesimama kweli kweli. Mpaka nikatamani niweze kutoka nje nikakae nitulie kule mpaka wamalize ndipo nirudi kulala. Wakati naendelea kuwaza hayo, mara ghafla mlango wangu ukaanza kugongwa. Uligongwa kwa ustaarabu mno. Yaani mtu alikuwa anagonga kama nilikuwa nimeongea naye kwamba atagonga mlango vile. Akawa anagonga ngongo. Akili yangu ilianza kufikiri kwamba ni nani huyo ambaye anagonga mlango. Nilitulia kusikiliza kwa makini kwamba kweli ni mlango unagongwa au ni masikio yangu tu. Basi nikasogea mpaka pale mlangoni na kuuliza, "Nani? Fungua mlango bana, ukaacha ufala wako bana." Shamba tu. Niliposikia nilisikia sauti ile iliyosema vile, nikajua ilikuwa ni sauti ya Mama Jeni. Nikafungua ule mlango haraka. Bila kuuliza, akawa amezama ndani tayari. Muda huo Kiure naye amechanganya, anapiga mauno huko vibaya mno. Kelele zinazidi kwenda. Msikilizaji, kama mazingira haya yangekuwa yanaruhusu, ningekupa mfano wa kelele zile ambazo nilizokuwa nikizisikia.
Lakini elewa tu kwamba zilikuwa ni kelele za watu ambao walikuwa wanafanyana vibaya mno. Mauno aisee ya kiure huko ndani yalikuwa ni makali kweli kweli. Mtoto alikuwa analalamika utahisi kwamba anachinjwa aisee. Nilipokuwa niko mimi pale, wakati ule mama Jeni ameingia pale, amejitupa ameenda amekaa pale kitandani. Akaniambia, unanishangaa nini sasa?" Nikamwambia, "Hamna mama Jeni. Mimi sikushangai mbona? Hebu sikiliza nawe huko. Usiniambie kwamba unataka kuniuliza kwamba nimekuja kufanya nini." Aliongea mama Jeni. Muda huo nguo yake ambayo aliyokuwa amevaa ilikuwa ni ile kanga moja tu ambayo aliyokuwa anachotea maji muda ule. Ndio ile ambayo aliyokuwa ameivaa. Mama Jeni, "Abe jirani." Msikilizaji, sauti ambayo aliitoa pale ilikuwa ni sauti ya kunengeneka vibaya mno. Sikia bana nawe, mimi nataka tulipe kisasi au unasemaje? Kisasi gani sasa? Wewe usikie huyo dereva huko anavyomtesa huyo mtoto wa watu. Yaani huyo demu wake sijui ni nini, sijui ndo kinaanza, yani kinajikuta. Mimi hata mimi nimeshindwa kulala. Najua tu hata wewe uko kwenye hali mbaya. Mimi nataka tulipize kisasi basi. Msikilizaji, pale mimi nilibaki nikiwa namshangaa mama Jeni. Muda huo sasa akavua ile kanga yake ambayo aliyokuwa nayo na kubaki jinsi alivyokuwa amezaliwa. Tupo kabisa kama yani vile kama mtu anaoga bwana. Mama Jeni akaniangalia huku akiwa anashikashika kwenye maziwa yake makubwa. Muda huo mimi nilikuwa nimetumbua macho yangu nisiamini kama mwanamke yule anataka kunitunuku aisee. Nilitaka kusema kwamba kama maongezi ambayo tuliokuwa tunazungumza muda ule ndipo ameamua kunitunuku mimi sasa hivi. I say. Hebu muone kwanza. Hivi unanishangaa hivyo? Unajua mimi nitaondoka, nitavaa mimi niondoke hapa. Unanishangaa nini hivyo? Amna. Nini? Nini ndo nini wewe bana? Au unapenda huyu kiure jinsi ambavyo anavyokufanyia hapa nyumbani? Bana, hebu acha kuongea bana huko. Kama sio mwanaume bana. Eli. Hebu njoo bana tulipe kisasi basi. Au uwezi show mwenzangu. Nisiangaa nahangaika na wewe mdomo mwingi ulikuwa unazungumza afu kumbe uwezi kitu. Nani mimi? Elia, umezubaa sana lakini. Njoo bana. Au basi acha mimi ngoja niende. Mimi niondoke zangu. Msikilizaji, mama Jeni aliongea pale, akataka kuzishika tingo zake ili aweze avae aondoke. Afunge kanga yake atoke. Msikilizaji, msumari wangu hapo hizo ulikuwa tayari umeshaanza kuelewa ni nini ambacho kinapaswa kiendelee. Sikukubali aweze kutoka pale. Haraka sana mimi nikaruka pale na kusimama nyuma yake. Nikamshika pale kiunoni pale. Wakati alipokuwa anataka kuondoka hivi nikamshika pale kiunoni. Akaregeuka pale akanikuta tayari ile yani nishakuwa imara. We baba, umefunga saa ngapi? Sasa hivi tu. Kumbe unajua kuchangamka Nalitaka niondoke mimi. Hebu muone, haya twende sasa. Niko vizuri sana. Nisingekubali kuweza kuondoka hapa. Hata mimi naona mashallah. Sasa sijajua maana wanaume wengine bwana. Unaweza kumkuta yuko na bakora nzuri hivi lakini moja chali. Leo nitawalipia kisasi wanaume wote ambao walifanya ujinga huo wakakufanya uone kama wanaume wote wako hivyo. Leo hapa nawalipia kisasi leo. Ukiwaangusha je? Siwezi kuangusha. Wewe ngoja tu. Wewe mwenyewe mpaka mwisho wa safari utakuwa umekubali. Okay, kazi kwako. Mimi niko hapa. Nashukuru sana. Hamna shida. Wait kwanza Elia. Subiri please. Nini tena? Mbona kama unazidi Tulie basi. Malizie. Wewe. Msikilizaji, mimi pale sasa nikamlaza chini pale kwenye kile kigodoro changu pale. Sikuwa mshamba kama ambavyo alivyokuwa anahisi pengine. Nilikuwa nafahamu kabisa kwamba mtu kama yule ni jinsi gani ambavyo unavyopaswa kumhudumia vizuri. Nilifahamu kabisa ni kitu gani ambacho kinapaswa kifanyike kwake.
Maneno yake ndiyo yaliyoendelea kuwa mengi sana pale. Ila wewe Lia, ndo nini sasa? Aliongea Mama Jane muda huo yupo yeye hoi. Yuko pale kitandani baada ya kashikashi za hapa na pale. Nilikuwa nikimpiga vurugu patashika nguo kuchanika pale. Kiure kule na mtu wake ilibidi sasa waahirishe mechi yao kwanza ili wasikilize mimi na Mama Jane jinsi ambavyo tulivyokuwa tunafanya. Niliusikia utulivu kule. Nini tena Mama Jane, kwani kuna shida gani? Hapana. Hapana wewe bwana. Elia, tumbo linaniuma. Yaani wewe unafanya bila hata huruma yani. Mambo gani haya sasa? Unajiona ulivyo, umebeba bakora kubwa sana alafu bado unataka eti kuna nini kusukuma yote humo ndani kweli? Kwa hiyo ndo shukrani sasa. Mbona hukusema sasa kwamba niache? Si nilikuwa nasikia raha. Sasa kama ulikuwa unasikia raha, mbona unasema nilikuwa nakuumiza? Yani nasikia raha lakini sasa ndo hivyo umemaliza ndo na maumivu yanatesa sana. Inabidi uvumilie sasa. Ukichuma janga si inabidi ukubali kulila. Kwa leo nahisi kabisa mimi naweza nikaingia hata period. Hebu kwanza yani mimi naamini nitaingia period hata wakati sio wangu. Hebu kwanza nipe hela ya pedi kwanza. Nini? Nipe hela ya pedi. I say. Msikilizaji, mimi pale niliguna kidogo. Baada ya kusikia tu neno pesa, I say stress zilikuja pale, nikasikia mpaka mzee mwenyewe huku chini akawa analala. Kwa sababu pesa nilikuwa sina kabisa. Pesa ile ambayo nilikuwa nayo ndio nilikuwa naitegemea kwamba sasa niweze kuipigisha mpaka wiki ishe. Alafu sasa ndo hiyo Mama Jane naye anataka tena niweze kumpa. Mama Jane aliponiona vile akaanza kusema hivi, wewe mwanaume, kwani pedi shilingi ngapi? Hivi unajua kwamba nitakuwa sikupi siku nyingine? Yaani kunifokonyoa kunikazia hivyo yote hivyo hapo F5 inakushinda kweli? Sio hivyo. Unajua nini Mama Jane? Wewe si unaona tu mimi nina siku kadhaa sijatoka kabisa hapa. Na unaona mvua jinsi zinavyonyesha, yani vibarua vyetu vya kujenga hamna kabisa. Vibarua gani bana? Vibarua vimesimama, sio nini? Sasa kwa nini msumari wako bado unasimama kama vibarua hakuna? Si ungelala tu kabisa ili tuone kabisa kwamba pesa hakuna, sio vibarua hakuna. Basi na wewe wenyewe usisimame. Kwa sababu kama unasimama sasa lazima ujue kwamba ukisimama huo lazima unahitajika pesa iwepo. Msikilizaji, sasa pale wakati anazungumza Mama Jane aliongea na akaamka sasa pale kwa hasira. Akaamka, akavaa nguo zake haraka pale. Muda huo mimi nawaza kama akinikasirikia mimi ninaweza nitampataje kama akikasirika nisipompa. Nikachukua hela nikaanza kupiga hesabu kama sio nimpe. Nawaza pale. Nikasema ise, lakini nikimkosa nitakuwa nimekosa utamu mkubwa sana. Basi mimi nikainuka pale na kumshika mkono. Nini bwana, hebu niache mimi bwana huko. Usinikasirikie basi. Unasikia? Sikia basi. Mama Jane, usinikasirikie basi. Hebu bwana huko niache mimi bwana. Mwanaume bwana unakuwa kama nani bwana? Hebu niache huko bwana. Nakuachaje sasa? Basi shika hii hapa. Msikilizaji, nilisema hapo wakati huo nikiwa nimeshika shilingi 1000, nataka niweze kumpa ile pale. Mama Jane alinitazama pale. Kisha wakati mimi ndo napangua pesa pale ninamgea ile buku, akachukua pesa zangu zote ambazo nilizokuwa niko nazo pale. Kumbuka kwamba ile pesa ndio pesa ambayo bibi niliyokuwa ninaitegemea iweze kumaliza nayo wiki nzima. Lakini akaikwapoa yote. Na nilikuwa nimeshaiweka bajeti kabisa kwamba hii pesa iliyobaki hii nakula kidogo mpaka wiki iishe. Kwa Mama Jane haikuwa hivyo, akaikwapoa ile pesa yote afu akatoka. Mama Jane, usifanye hivyo basi. Sikia basi. Bwana niache huko. Muone. Vitamu unapenda afu niache kwanza. Niache huko bana. Msikilizaji, masiara tu pale Mama Jane bana akavaa nguo zake akaondoka zake. Wakati huo akaniacha mimi nikiwa nimesimama pale na mtazama kwa huruma sana. Yaani hakujua kabisa kwamba mimi sikuwa na pesa nyingine, ile ndio bajeti yangu ya wiki nzima. Sijui alikuwa hajui au alikuwa ameamua tu kunikomoa mimi sijui. Pale ndipo nilipokumbuka masuala ya mapenzi jinsi ambavyo yanavyoumiza watu. Nilikumbuka simulizi ambazo tulizokuwa tukizisoma kwenye riwaya kule shuleni na tamthilia. Nikakumbuka penzi kitovu cha uzembe. Nikakaa lakini nikasema sasa nitafanya nini? Niende kumnyang'anya, nikimnyang'anya leo
siku nikitaka utamu atanyima. Wakati naendelea kuwaza hivyo, nikaendelea kuwaza tena upande mwingine, lakini sasa hii wiki inaishaje? Shaumbuka kudadeke sasa, hii wiki sasa hii inaishaje hii jamani? Basi bwana, mimi nikakaa pale. Muda ule sasa ikafika bwana asubuhi bwana. Wakati ule pale mihogo sasa ambayo niliyokuwa nimekula jana yake ilikuwa imeshaisha tumboni kabisa. Hapo nina bonge la njaa. Nikajua kabisa kwamba hii ni njaa ile inayotokana na kwamba nimepiga show kazi kali sana usiku kwa Mama Jeni. Show ile niliyopiga ndio ambayo ilikuwa imemaliza mihogo yangu yote ambayo niliyokuwa nimekula jana yake. Nikasema sasa hapa kitu kinachofuata hapa inabidi mimi nianze sasa kuishi mazingira ya kufunga bila kutaka. Basi mimi nikasema zangu nitoke zangu pale. Niende chooni pale. Nifanye mambo mawili matatu pale afu nitoke, mambo mengine tutayajua baadaye. Sasa wakati natoka zangu pale naenda zangu chooni, nikakutana na Mama Jeni bana anatoka chooni. Yuko na kambanga moja tu. Mwanamke yule alivyonitazama akaachia tabasamu zuri sana. Alafu akanikonyeza kwa jicho fulani hivi. Msikilizaji, mbona pale bwana msumari wangu ulianza kunyanyuka upya. Nikasema hata pesa ambazo zilizoenda kule potelea mbali. Alitembea, hakuendelea kuniangalia. Alivyonikonyeza hivi akatembea na huku akaacha mazingira yake ya nyuma ikiwa yanaendelea kutikisika. Nikasema kweli hizi mambo hizi ndizo ambazo zinamaliza pesa za watu. Nilisikia msumari wangu jinsi ambavyo ulivyokuwa umekaza, lakini nikasema umsumari ukae utulie. Usio kaniletea matatizo hapa. Basi bana, mimi pale nikaenda zangu. Nilipomaliza kutoka kule toilet bana, nikarudi zangu ndani, nikakaa zangu pale nikasema, sasa hapa swala ni moja. Nitoke zangu pale, niende zangu kijiweni. Huenda nikienda kijiweni ninaweza nikapata chochote kitu. Kuliko nikikaa humu ndani. Humu ndani pachagua pabaya. Basi nimetoka zangu mpaka kijiweni. Nikafika zangu pale. Mvua ikaanza kunyesha vibaya mno. Unajua kipindi cha mvua inakujaga muda wote ule. Ikaanza kunyesha. Muda si mrefu akaja mshikaji wangu mmoja huyo. Tunamuita kazi. Tumezoea kumuita hivyo. Huyu mwamba bana hachagui kazi. Yaani yeye kazi yoyote ambayo inayotokea yeye anaifanya. Akaja pale. Tumezoea kumuita kazi. Akaja pale. Oya, Eli. Mwanangu Eli. Afadhali nimekuona bwana. Nilikuwa namtafuta Bura lakini sijamuona kabisa, yani Bura nimemcheki kila kona sijamuona. Hebu kama vipi? Kuna mchongo hapa wa kwenda kuzibua maniaje yale chapu. Si unaona mvua hii? Tukazibue haraka sana pale. Masinki ya majitaka yale, wewe shanielewa hapo. Twende zetu tukazibue. Alafu tupate huko mchongo sasa hivi. Wewe utapiga 20 na mimi nitapata 20. 20k sio ndogo mwanangu. Au wewe unasemaje? Aliongea rafiki yangu kazi. Alipozungumza vile ni kama nikasema, mambo si ndo haya bwana. Nikasema mambo ndo haya bwana. Nilikuwa mimi sijawahi kufanya ile kazi hata siku moja. Kabisa. Na sikutegemea katika maisha yangu kama ningeweza kufanya kazi kama ile. Lakini kama unavyojua bwana, mwanaume kuna muda mambo yanakaza, unafanya kazi yoyote ile. Nikasema kwa hali ambayo niliyokuwa nayo wakati ule, ningeweza kufanya kazi yoyote ile, hata kama ungeniambia nifanye nini ningefanya, ili mradi tu mimi sibi kitu cha mtu mimi ningefanya. Sasa aliongea vile, nikamwambia mwanangu sasa hapo fresh tu. Poa wewe twende, nikamkubalia mwanangu kazi pale ili tuweze kuondoka twende kufanya kazi. Ningewezaje sasa kusema hapana na wakati sina kitu mfukoni? Sijui nitakula nini, sijui nini, hapo pesa yote imeishia kule kwenye kula mbonye Ningefanyaje sasa? Kwa hiyo pale kanibidi mimi nikubali. Nikamwambia oya, mimi nimekubali bwana. Hapo nimeguna kidogo naongea lakini akaona kama siko vizuri, akaniambia oya, unasemaje? Niambie basi. Mbona kama unawaza sana? Nikamwambia hamna shida mwanangu, wewe tuondoke twenzetu. Poa. Basi bwana, kazi. Akaniambia basi poa, tuondoke.
Kazi alinyanyuka pale, akaanza kutembea na mimi sasa nikamfuata kwa sababu mimi nilikuwa sijui ni mahali gani ambapo tunakwenda kufanya kazi. Muda huo mvua nayo ilikuwa inatunyeshea. Lakini ile mvua ndiyo ilikuwa na muhimu kwenye kazi ambayo tunakwenda kuifanya. Kwa sababu ilikuwa ni mazingira yale ambayo inabidi uende kuzibua. Ushaona uzibue alafu uunganishe yale maji taka yaweze kuunganika na maji yale yanayotembea, maji ya mvua. Ndivyo jinsi ambavyo unavyosafishwa vyoo. Kwa wale watu ambao wamekaa Uswahilini wanaelewa michongo mizuri kama hiyo, kwamba jinsi inavyokuwa. Kwa hivyo mvua ile pamoja na kukutunyeshea, lakini bado tulikuwa hatutamani ile mvua iweze kukata, kwa sababu mvua ile ikikata na mchongo ule ungekufa. Mvua ilikuwa inanyesha kweli kweli muda ule. Basi tukaenda bwana. Tukaenda mpaka Uswahilini, sehemu ambapo kulikuwa na nyumba nzuri tu. Ilikuwa ni nyumba nzuri, lakini mazingira yale nyumba zake zilikuwa ni nzuri, lakini ziko Uswahilini. Sasa Uswahilini kama unavyojua tatizo lake ni mfumo mzima wa barabara. Maeneo yake mengi yanakuwa hayafikiki kutokana na jinsi ambavyo nyumba zimejengwa bila mpangilio mzuri. Sasa pamoja na kwamba nyumba zile zingine zilikuwa ni nzuri nyingi pale, lakini ufikiwaji wa magari ya maji taka ulikuwa ni mgumu. Kwa hivyo ilikuwa ni mvua ikinyesha ndipo sasa ile maji taka vile vyoo vinazibuliwa, vinafunguliwa, vinaunganishwa vizuri na sehemu maji ya mvua yanapopita, ili kusudi ule uchafu ule yale maji taka yaende yaunganike na maji ya mvua yaondoke. Basi bwana. Wakati huo mimi niko na mwanangu pale, mimi ndo namuamini sana. Kazi ndo mtu ambaye ninayemwamini, yeye ndo anafahamu hayo mambo bwana. Mimi sielewi chochote. Akaniambia, "Oya, sasa hapa tunalipua chapchapu hapa. Tunatoboa mle, tunapasua pale chapu, mambo yanaenda vizuri. Si unajua?" Anaongea rafiki yangu kazi hapo. Muda huo mimi naliangalia lile shimo la choo jinsi lilivyo. Sikuamini kabisa kwamba mimi ndo ninakwenda kufanya ile kazi hiyo. Kwenye maisha yangu sikuwaza kama nitakuja kufanya kazi ya kuzibua vyoo. Ili mradi tu ati nipate chochote, sikuamini kabisa hiyo. Roho iliniuma mno. Alafu wakati huo sasa mimi niko pale, nilikuwa sina vifaa vyote vya kufanyia kazi kama gloves zile, manguo yale na viatu marefu yale. Sina. Niko vile msikilizaji. Lakini sasa utafanyaje? Pesa amekula mama Jeni. Sina hela yoyote, nafanyaje? Mimi nikajipanga pale ili niweze kuingia, niweze kupiga kazi. Pale jamaa akaanza kuniambia, kazi akaniambia, "Oya, utachafua nguo hizo. Wewe hapo inabidi ubadilishe, uvue ubaki na boxer tu." Nikasema basi poa. Sikuwa na jinsi bwana. Nikavua nguo zangu zote pale, nikabaki na boxer tu. Tukaanza kupiga kazi humo. Piga. Yaani tunazibua pale, tunahakikisha pale kila kitu, tunapiga kazi kweli kweli, tunaunganisha kule ili uchafu ule uweze kuunganika na maji yale ya mvua uweze kuondoka. Piga kazi bwana. Sasa wakati naendelea kupiga kazi pale, unajua mimi najituma ili niweze kupata pesa. Mwenzangu anapiga na uzoefu, mimi ninapiga tu, yani ninapiga tu, najitahidi kwa sababu sina hela wala nini. Rafiki yangu kazi akaanza kusema, "Oya, piga kazi mzee. Afu kumbe unaweza kazi hizi, kumbe unaweza mishi hizi, lakini unaleta ubisho." Mimi nikajua wewe bisho tu. Lakini kumbe unapiga vizuri. Tupige mwanangu, tumalize chapu sana, ili tuweze kuchukua hela zetu tukatambe huko. Akawa anazungumza rafiki yangu kazi pale. Kati anapiga kazi balaa. Mtu kazi anapambana vibaya mno. Tumemaliza kazi yetu. Tukafunika vizuri pale. Tukaweka kila kitu kikakaa sawa. Muda huu akili yangu yote inawaza ile shilingi 20,000 ambayo mimi sikuwa nayo kabisa, afu nakwenda kuipata. Basi mama ambaye alikuwa ndo mama mwenye ile nyumba pale, tulikuwa tunampigia kazi. Akaja kukagua, kuangalia kama tumepiga kazi, akaangalia akasema, "Aise, kweli kazi imepiga." Alikubali jinsi ambavyo tulivyofanya, kwa sababu nje tu ya kuzibua pale na kuunganisha ile uchafu ule uweze kubebwa na yale maji ya mvua, tulikuwa tunachukua maji yale ya mvua tunayachota, afu tunayamwagia mle ndani kwenye ile shimo la choo. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tumesafisha, yani ni kama tunasuuza kile choo kinaanza upya. Alifurahi sana na kupenda sana ile kazi jinsi ambavyo tulivyoifanya. Jamani, hongereni sana. Kazi ni nzuri mno mliofanya. Asante sana mama. Nyie kweli watu wa kazi haswa. Kweli bwana. Mwanaume hachagui kazi. Natamani hata sijui niwaozeshe mwanangu.
niwawezeshe mwanangu kabisa. Mama, afu koma. Tena ukome kabisa. Niozeshe mwanao. Hutaki? Hutaki wachumba jamani? Wewe binti yangu wewe. Haya, hutaki wachumba? Mama, afu mimi unajua mimi sitaki. Hao ni wachumba ni wachumba watu wachochotu hao. Msikilizaji, aliongea yule binti kule ndani ambaye nilikuwa sijajua sura yake ni nani. Ile kauli iliniuma kusema kwamba sisi ni watu wachochotu. Sauti nilikuwa naisikia ni sauti ya mtoto mzuri, lakini nilikuwa sifahamu ni nani. Lakini kauli kama ile ilikuwa imeniuma sana mimi kuambiwa kwamba eti sisi ni watu wachocho. Akaongea pale akasema, kwanza hebu usikiliza. Waletee hebu wachumba zako maji kwanza wajisafishe hapa. Mama, mimi unajua tutakosana. Sileti basi maji kama ndio hivyo. Wachumba nani? Mimi sileti. Haya, sikiliza basi. Waletee hawa vijana wa kazi ambao sio wachumba zako, waletee maji waweze kunawa. Hapo sawa. Wapenda tu kutania wenzako. Mimi wachumba gani hao? Yule dada kule ndani aliendelea kuzungumza vile. Sasa muda huo ujue sisi tumevaa boxer tu. Bado hatujavaa nguo kwa sababu tunapaswa tujisafishe tumalize na sabuni pale, angalau tusafishe na sabuni pale, alafu then ndipo tubadilishe nguo tuvae. Lakini tuko na boxer tu. Wakati huo mama mwenye nyumba amekuja pale. Alafu anamwambia huyo binti yake aweze kutuletea maji na hatujali kabisa. Bwana we. Sasa yule binti akatoka yuko na maji ili tuweze kunawa. Nilishtuka sana baada ya kumuona. Kidogo nilitamani nizimie au nikimbie tusionane pale. Msikilizaji, alikuwa ni yule binti ambaye niliyempenda sana kule sokoni. Ndiyo binti ambaye muda ule alikuwa analeta ndoo. Kumbe pale ndipo nyumbani kwao. Mimi nilikuwa sijawahi kumuonaga kwamba anakaa wapi. Unajua pale nilishindwa kuzuia maneno yangu, kasema Mungu wangu. Nilijikuta nikiropoka maneno kama hayo kimoyomoyo, nikawa niko pale na wakati huo nimetumbua macho jinsi ambavyo nilivyokuwa namtazama yule binti, jinsi ambavyo alivyokuwa mrembo. Haya, wanawisha hapo. Wanawisha sasa. Mama mimi bwana, mimi kunibu nikome huko bwana. Haya, hebu niambie umempenda yupi hapo? Sasa kati ya hawa wawili umempenda yupi? Msikilizaji, mama mtu pale akawa sasa amempiga lile swali binti yake. Katika hali ya masiara tu. Mwanadada yule bwana akasonya, alafu baada ya hapo akaondoka zake. Hakutaka kuendelea hata kukaa na sisi tunawisha, yeye akaondoka zake. Mimi muda huo najihisi kuzimia, sijui najihisije. Kiwaza kazi ambayo nilikuwa naifanya na yule binti jinsi ninavyomzimia, najua hawezi akanikubali hata siku moja. Hawezi akakubali hata mimi kumsogelea, pengine hata kumshika mkono tu kumsalimia. Hawezi akakubali. Sembuse nikitaka buse, nikitaka kwamba niweze kumpiga busu au yeye anipige busu, atakubali kweli? Basi bwana msikilizaji, yule dem bwana akaingia zake ndani. Anapita pale anatembea anaenda zake ndani huku akiwa huku nyuma anatingisha balaa. Mtoto alikuwa amepewa shepu la ukweli. Ninaposema nakwambia kwamba nilikuwa namzimia kweli. Nilikuwa nazimia kitu ambacho kimesimama, kitu dede. Sio kwamba nilikuwa nazimia tu kwa tamaa, no. Ni mwanamke ambaye ni mzuri kweli, shepu lake zuri sana. Akitembea huku nyuma kulikuwa kuna tikisika vibaya mno. Niligeuza shingo yangu mpaka pale kumtazama yule binti. Mpaka mama yake alinishtukia. Mama yake bwana alinishtukia jinsi ambavyo nilivyokuwa nimemkondolea macho binti yake. Akaniambia, vipi? Umependa ulichokiona Umependa Nikamwambia mama, hamna bwana. Hata sijaangalia. Akasema, Yesu, kwani nafikiri sikuoni. Haya, niletee mahari. Ukinipa milioni 15 tu, mimi nakupatia kilo safi kabisa. Milioni 15. Mama jamani, milioni 15. Milioni 15 tu. Wewe mama wewe hapo, labda milioni 15 hapo. Labda mimi nikauze figo. Jamani, mkwe, ukauze figo. Lakini hata kama ukiuza figo, kama unauza figo kwa ajili ya kupata kitu unachokipenda, kwani kuna shida?
Mama kwa kweli hamna shida, lakini sasa msikilizaji, basi bana, tukawa tunaendeleza utani pale. Yule mama alikuwa mcheshi sana, alikuwa mchangamfu, anapiga story vikichizi yani. Tukamaliza pale kujisafisha vizuri, akatupa shilingi 30,000 badala ya shilingi 20,000 kila mtu. Aisee, nilifurahi. Yaani alikuwa ameongeza, badala kutoa shilingi 40,000 akawa ametoa shilingi ngapi? 60,000. Kwa hiyo tukapeana 30,000. Aisee, nilifurahi vibaya mno. Nilifurahi vibaya sana. Kwa sababu nilikuwa nikiangalia na bajeti yangu ambayo niliyokuwa nayo hapo asubuhi, alafu ndio niliyokuwa nategemea nimalizie wiki, alafu nimepata 30 ghafla. Aisee, si mara tatu yake hiyo. Nilienjoy sana msikilizaji. Basi pale mimi nikakaa, nikawaza, nikasema ije siku lakini siku moja niweze kupata pesa ili haya maisha yaweze kubadilika. Basi bana, mimi wakati naendelea kutembea pale, nikawa naendelea kumwaza tu yule binti ambaye nilisikia akiitwa Mina na mama yake. Nikajigundua kwamba alikuwa anaitwa Mina. Tunaondoka zetu pale, akili yangu iko kwa Mina, yule binti ambaye niliyemzimia, kumbe ndo anaitwa Mina bwana. Sasa tukiwa njiani, nikamwambia mshikaji wangu kazi. Nikamwambia, "Oya, ujue nini mwanangu? Yule dem namkubali vibaya mno. Dem yule namkubali vibaya mno." Dem yupi? Si nani? Mina yule. Hivi unaiona utani sana Eli. Una utani. Wewe mama yake anaongea mazingira ya utani. Wewe umeanza kuchukulia serious mzee. Hebu acha mambo yako bwana hayo. Acha kuota ndoto za mchana jamangu. Huyo demu ni mtu wa matawi. Nakwambia magari. Wewe sikia nikwambie. Yule demu analetwaga na washikaji wana magari. Unakuta anaachwaga kule juu kule. Barabara ya pili kule. Ndo anaachwaga kule. Huyo mwezi mwanangu. Wewe labda itokee Mungu akusaidie. Sikia sasa nikwambie Eli sikiliza. Labda Mungu akusaidie wote tu kwamba uko naye au umefunga naye ndoa. Na kwa ninavyojua hata kwenye ndoto Mungu mwenyewe sidhani kama atakuletea. Unajua Mungu hata kwenye ndoto itabidi akuletee mtu ambaye mnafanana kidogo, lakini sidhani kama hata kwenye ndoto Mungu atakuletea mtoto kama yule bwana. Wewe bwana, mimi nikwambie kitu. Omba sana labda uletewe kwenye ndoto. Na penyewe inabidi ufunge na kusali yani. Msikilizaji, rafiki yangu kazi alianza kuniletea masiara pale. Nikamwambia, sema nini mwanangu? Umaskini ni kitu kibaya sana. Umaskini kweli rafiki yangu, umaskini kitu kibaya. Mtoe mama yako chapo hapo, watu wanatoaga wanatoa wazazi, mambo yanakuwa. Mtoe mama yako hapo. Mbona fasta tu mwanangu unakuwa taita? Unakuwa mwamba hapa mjini. Yaani unakuwa ile. Sasa msikilizaji, mimi mama mwenyewe ninaye sasa. Yaani unajua hali yenyewe ilivyo sasa hivi hapa hizi. Ningekuwa na mzazi mimi ningeshamdedisha kitambo. Yaani ningeshamtoa kafara huko. Yaani sio kumtoa kafara kidogo, toa yote yani. Yaani ningemtoa kitambo sana yani. Nisingekubali kabisa. Oya. Eli, yaani una jina nzuri mwanangu, unaitwa Elia, lakini sio una mawazo ya kisenge kichizi. Yaani unajua unaongea upumbavu kichizi. Acha masiara mwanangu. Mimi siwezi kutoa mzazi ese. Siwezi. Bora nife maskini, siwezi ese. Basi msikilizaji, mimi pamoja na rafiki yangu kazi tukawa tunaendelea kupiga story. Siku hiyo kwa kiukweli ilikuwa ni nzuri sana kwa upande wangu. Ilikuwa ni nzuri kwa sababu wakati huo mimi niko na rafiki yangu afu tumepata hela. Basi nikamwambia rafiki yangu kazi nikamwambia, "Oya, ukipata dili nyingine usiache kunistua basi. Tukaribu tuwe chapu, mambo yakae sawa." Si unajua? Kwa pale mimi nilianza kuikubali ile kazi ya kuzibua vyoo. Ndio. Msikilizaji, unahisi kwamba natania? Ndio, nilianza kuikubali. Na nilikubali kwa nini? Sio kwa sababu ni kazi nzuri. Lakini nilikubali kwa sababu ilikuwa inatumia muda mchache, alafu ni kama kazi ni ndogo hivi. Alafu pesa ulikuwa unapata nyingi. Tofauti na kazi zangu zile za usaidia fundi ambazo ukipiga unapiga kazi muda mrefu kichizi yani. Yaani unapiga kazi muda mrefu alafu ndo unashangaa unapewa shilingi 10,000, 7,000, 5,000. Yaani kupiga kazi ukipata shilingi 10,000 yani kwenye usaidia fundi umehenya, alafu kazi nzito unapambana na tofali na nini. Lakini sasa kwenye kuzibua vyoo ilikuwa ni simple tu. Dakika ngapi nini, masaa mawili matatu umemaliza afu unapata hela nzuri.
Hiyo ndio sababu iliyosababisha mpaka nikamwambia rafiki yangu kazi aweze kama akipata dili lingine aweze kunistua. Basi bwana, siku hiyo nikaenda zangu mazingira fulani hivi ya kula bata kidogo. Nikaangalia pale, nikachukua zangu chipsi, nikachukua na paja la kuku pale. Siku hiyo nikaagiza maji makubwa yale. Ushaona bwana? Nikapiga, yani nilikuwa nimekula kitajiri siku hiyo, nimeenjoy kichizi, yani nimetoka kuzibua huko manani hapo. Basi bwana, nikamaliza pale nikarudi nyumbani. Kurudi pale nikamkuta mama Jeni mlangoni. Ananisubiri kwa hamu vibaya mno. Yani pale ukisikia kama ni raha, ndo raha hizo. Yani unakaa umepiga kazi, umepata pesa, alafu utamu huko ndani, huko nyumbani umekusubiri. Lakini sasa mambo yalikuwa ni tofauti sana nilivyokuwa nafikiri. Nilivyofika pale, mama Jeni bana alikuwa amenogewa na huba langu. Nilipomkuta pale mlangoni akanisubiri, akaanza kunipiga swali pale pale. Ameshika kiuno akaanza kuniambia, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Bwana, kimoyomoyo nikaanza kusema na yake bwana. Kwa mimi ndo nishamuoa sasa au? Kama kulala naye tu siku moja hiyo ndo anaona kabisa kwamba mimi nimemuoa au? Nakuuliza wewe, Eli, ulikuwa wapi? Ulikuwa na wanawake zako huko, si ndivyo? Kwa hiyo umeamua kukaa huko, unachelewa kunakaa na wanawake zako, si ndivyo? Mama Jeni, nini hiki sasa? Tulia basi. Fungua mlango huko. Acha hasira basi. Fungua mlango bwana. Fungua, Fungua bwana. Nafungua basi, tulia basi. Msikilizaji, pale mimi nilifungua mlango. Nilipofungua tu nikavutiwa ndani. Wow. Mama Jeni huyo hapa. Akanibananisha ukutani huko akiwa ananitazama kwa machoni. Ananitazama machoni, ananitikisa tikisa hivi kama ananivurungunyua hivi, amenikaba pale. Ulikuwa wapi Ulikuwa wapi? Kidogo akatulia, akasizi, afu akanitazama. Amenitazama machoni, akaanza kushusha tabasamu kali sana. Wewe, Mama Jeni alikuwa anajua bwana kumvutia mwanaume bwana. Akanivuta na tabasamu fulani hivi, tofauti na yule mtu ambaye alikuwa anajifanya na koroma. Nakuonea wivu sio hata kwa nini. Mbona mapema sana Mama Jeni? Ugani huu? Wewe naye ndo nini sasa hiyo? Mama Jeni, yani kunifanya kote kule. Yani wewe. Kwani uongo? Sawa, nakubali bwana, mimi ndo mshangazi wako sasa, nimekubali. Unataka nini sasa mshangazi wangu? Hebu niambie. Kwani jana umenipa nini? Hicho ulichonipa jana ndo ningetaka leo tena. Kwa hiyo ushamisi mara hii? Kwani ile mechi unafikiri nini? Ile mechi sio ya mchezo. Yaani hapa nilipo, yaani nilikuwa hadi na washwashwa na tamani uje. Nikuoe basi kabisa. Ili uwe niwe na wewe unalala nayo, unaamka nayo muda wote. Wenda huko. Utaniua. Yaani wewe, nikae na wewe hapa tutakula nini? Mapenzi tu au? Hebu acha mambo yako bwana. Hebu sikia. Unaongea sana lakini wewe mume wangu. Kwa nini umenichiti lakini? Hapana. Mimi sijakuchiti mbona? Sijakuchiti. Kwanza nakuchitije? Hivi kuna mtu anaweza akakubali, kuna mwanamke atakubali kutoka na mimi kweli? Yaani hivi vimbinu vyako vya kutumia hivi ili nijue kwamba hujanichiti. Kwani mimi nilikukubalije? Sijui kwa kweli kama wewe mwenyewe ulikuwaje. Labda wewe sio mzima kwa kweli. Ndiyo, mimi sio mzima. Ni chizi wa penzi lako. Mama Jeni bwana, acha mambo yako basi. Usiogope lakini unachokitaka nitakupa. Ndiyo, ndo unipe. Msikilizaji, Mama Jeni pale alizungumza wakati huo, anapekenyua mikono yake, anaingiza ndani kwenye mazingira yangu. Anaingiza mikono kwenye nguo zangu. Mimi nikamwambia bana, hebu tulia bana, mimi naomba hebu nikaoge kwanza. Tulia kwanza. Wewe naye bana, mimi napenda hizo chumbi zako huko umomo. Unazungumza tu vipi kama nimefanya makazi huko, labda kama nimezibua mavyoo. Vyoo wapi bana? Wewe huwezi kufanya hivyo bana. Wewe nipe kwanza moja kwanza ndipo niende. Tulia bana. Msikilizaji, pale tuliongea pale na hatimaye nikamchomoa pale,
nikatoka huku nikaenda kuoga. Wakati huo mimi naendelea kutafakari, nikasema lo, kumbe mama Jeni akili yake anahisi kwamba mimi siwezi kuzibua vyoo. Angejua nilichokuwa natoka kukifanya. Basi bwana, nikamaliza nikarudi zangu pale. Akaniambia, sasa sikia ngwambie, leo tufanye mapenzi leo. Kwani jana tulifanya nini? Jana tulikuwa tunalipiza kisasi. Jinsi ambavyo Kiuri alikuwa anakukomoa huko anakufanyia mambo hivyo hapo. Silikuwa kisasi, leo ndo tufanye mapenzi sasa leo. Iseda. Kwani leo Kiuri hayupo? Simsikii mbwa yule. Yaani anavyojikuta yani. Simsikii yani leo, nahisi hayupo. Haya bwana. Leo ni sisi wenyewe tu. Sikiliza sasa. Nikwambie kitu. Wewe bana, wewe umepewa bakora kubwa. Nikikwambia weka, usiweke yote. Unanisikilizia. Unaweka kidogo unatulia hiyo bakora. Sio unaweka tu hiyo bakora. Unaweka kidogo unatulia usikilizie. Sio unafanya tu mpaka uanze kuniumiza nianze kuumwa mimi kama jana. Sawa poa. Lakini nikupe tu taarifa mapema, mimi leo sina pesa kabisa mama Jeni, nikwambie. Mimi sina pesa. Bwana wewe, utanipa hata shilingi 2000 tu niweze kumpa Jeni hela yake ya kwenda shule. Kulikucha bwana. Baada ya mambo yetu bwana, hatimaye kukakucha bwana asubuhi pale. Asubuhi na mapema, mama Jeni akadamka zake, akaenda zake kumwandaa Jeni ili aweze kwenda shule. Kama kawaida yake akalalamika pale, sio nimemuumiza, sio nini, naumwa tumbo, sio nini. Nikajiuliza bwana, kama ninamuumiza, mbona sasa narudi si atulie huko? Nilijua tu kabisa kwamba huyu anasema kwamba anaumia, lakini ukweli ni kwamba kuna kitu kizuri anakipata na ndio maana kinamrudisha pale kwangu. Zilipita siku 2 hivi. Sasa siku ya 3 nikiwa niko zangu pale kijiweni. Nilikuwa niko zangu na wana pale. Tukaanza kupiga mastori huku na kule. Mwamba mmoja akatupa story moja hivi kuhusu mwana mmoja. Yaani hapa naomba unielewe sasa, kwa sababu nikianza kuongea hapa ndo utaacha kunielewa. Jamaa yetu mmoja akaanza kutupa story kuhusu jamaa mwingine ambaye aliyekuwa ameenda kutafuta utajiri. Hii story bwana, ile story niseme kwamba ilikuwa imevuka hisia. Yaani ilikuwa imevuka hisia zetu wote. Ni story ambayo ilikuwa ni konki vibaya mno. Ilikuwa imesimama hivi. Na hisi ni kwa sababu wote pale tulikuwa tunatamani sana kuwa na pesa. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa anatamani sana kuisikia ile story vizuri na aweze kuelewa ni nini kinachoendelea pale. Ile simulizi ambayo alikuwa ametupa yule jamaa pale, tulitega sikio kwa umakini sana ili tuweze kuisikia. Oya, nyie bwana acheni tu. Msikilizaji, si unajua bwana, stories zinazohusiana na kupata pesa kwa njia ya majini, njia ya uchawi, mizimu, ni story ambazo kila kijue lazima kiwe nazo. Lakini sasa hapa mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Tulikuwa tunapigwa story moja ya hatari vibaya mno. Jamaa yule akaanza, bwana, nyie acheni bwana wanangu. Hii dunia bwana, ina mambo yake bwana. Unajua mimi nilikuwaga nasikiaga tu utajiri wa majini, sijui nini, mara ndugu, mara sijui mtu akafanya hivi na vile, kamtoa mama, sijui nini. Na mambo mengi sana. Mimi nilikuwa nasikiaga tu. Ila mimi bwana na mwanangu nimeshuhudia kabisa yani. Nimeona kwa macho yangu. Ushasikia? Yani unasikia washikaji? Nimeona kwa macho yangu kabisa. Kabisa. Sasa najua hamniamini. Ila ngoja sasa mimi niwape hiyo issue yenyewe jinsi ambavyo ilivyokuwa. Hebu mwanangu, unaongea kitu cha ukweli. Sikiliza sasa nikwambie, nyinyi mnabisha nini? Sikiliza sasa niwaelekeze. Basi poa, tueleze bwana tuone. Msikilizaji, yule jamaa alianza kuzungumza. Akasema mimi bwana nilikuwa na mshikaji wangu mmoja hivi. Mshikaji alikuwa choka mbaya vibaya mno. Yaani alikuwa choka mbaya, unajua choka mbaya? Sasa lakini katika harakati za maisha, si ndio hivyo sasa akakutana na bosi wake mmoja hivi. Hivi tu kama ambavyo unaenda unambebea mtu, labda umeenda umemjengea mtu nyumba au umeenda umemchotea labda makokoto manini, umembebea mizigo. Basi hivyo jamaa naye katika harakati zake, yule mshikaji wangu akawa amepata bosi wake mmoja hivi. Sasa yule jamaa
kwa sasa hivi ana pesa kichizi yani. Ushaona? Yani yule dingi yule ana pesa kichizi yani. Na yule jamaa yangu kwa sasa mambo ni fresh. Sasa yule jamaa akawa sasa yeye yuko karibu na yule bosi yule. Ana pesa, lakini yeye nguo zake zote akivaa lazima suruali yake iwe imetobolewa hapa chini au hapa nyuma, yani imechanika kabisa. Lakini pia huku juu hawezi kuvaa shati lile kuacha tumbo wazi, yani anavaa mashati ya vishikizo alafu havifungi vyote. Tena sio havifungi, anavikata vyote, kunakuwa havipo kabisa, vile vishikizo vinakuwa havipo. Kwa hiyo tumbo lake linakuwa nje kila saa. Na suruali yake yani hata akinunua kama ni suti, lazima ile suti huku nyuma itoboe, ibaki kuwa kuna sehemu kuko wazi. Na huku chini huku lazima atoboe huku chini huku kabisa, kwenye huku chini ambapo ukikaa hivi unaona kabisa hata makende, kama hajavaa nguo ndani unaona makende kabisa yanatokeza. Lakini ni tajiri vibaya mno. Sasa yule jamaa ndo alikuwa anamfanyia kazi huyo tajiri. Sasa yule tajiri kuona matako yake ni kawaida. Yule tajiri kuona matako yake ni kitu cha kawaida kabisa, na tumbo lake liko nje kila saa. Sasa ile hali ikawa inaleta minong'ono sana kwa watu. Ile minong'ono ikambika ujasiri jamaa. Kijana yule bwana akasema, kwani kukaa matako wazi, swi kukaa nini tumbo wazi, kwani shida nini bwana? Basi bwana, siku moja mshikaji yule bwana akaona sasa amweze kumfesi yule bosi wake. Hapa walikuwa wamezoeana vibaya mno. Yule bosi yule mtembea matako wazi yule na tumbo wazi. Sasa kwa vile alikuwa anamfanyia kazi mara kwa mara, wameshibana na nini, akawa amemwamini sana, na kuna ule muda watu wanapiga masiara na nini. Akaona huyu lazima nimuulizie tu bosi huyu hapa anaweza kuniambia, japokuwa wanasema mabosi huwa ni wagumu sana kwenye kusema njia ambazo zilizowafanya watajirike, lakini mimi nitamuulizia. Basi yule jamaa akaamua sasa kumuulizia bosi wake. Siku moja bwana akamuuliza, eti hivi bosi, samahani sana bwana, mimi ninapenda nikuulize, sio kwa nia mbaya, lakini nataka nikuulize tu kwa nia nzuri kabisa. Bana, kuna fununu nyingi sana zinazungumziwa kuhusu wewe na utajiri wako. Inasemekana kwamba unatumia utajiri wa kichawi, eti na ndio maana siku zote tumbo lako liko wazi, na unapenda sana kuvaa nguo hata kama ni mpya lazima uitoboe huko nyuma. Eti ni kweli hili jambo? Msikilizaji, yule jamaa aliuliza, na yule bosi wake akageuka akamtazama, kisha akacheka tu kidogo. Alicheka kama anatoa tabasamu ambalo lilikuwa limezidi, kikatoka kicheko kabisa. Kwani ni kitu gani ambacho unataka kujua? Ni kitu gani ambacho unachotaka kujua kijana? Mimi napenda tu nijue kwa sababu maalum. Maalumu gani kijana unataka kujua? Unataka kujua na uko serious unataka kujua? Ndio bosi, mimi nataka kujua bwana. Hebu lakini nikwambie kwamba kijana, kwani wewe unavyojua kuna mtu ambaye hapendi kujisitiri vizuri, akavaa vizuri, suti nzuri imempendeza, akaficha na tumbo lake, kuna mtu hapendi kuvaa kama hivyo? Hebu tazama jinsi ambavyo kulivyo na nguo nyingi sana, lakini navaa mashati ambayo hayana hata vishikizo. Unahisi kwamba mimi ninashindwa kweli kununua? Hapana bosi, mimi najua unaweza. Sasa Mose, sijui nikwambieje. Msikilizaji, sasa yule bosi yule ambaye anaachaga tumbo wazi yule alikuwa ameamua kufunguka, aongee kila kitu kwa kijana Moses. Alitaka aongee kila kitu kuhusiana na tetesi ambazo kijana Moses alikuwa anazisikia kuhusiana na yeye na utajiri wake. Sasa yule bosi bwana akajitolea yeye kama mfano wa kukaa tumbo peku,
tumbo wazi. Alianza kujitolea mfano yeye, akazungumza mambo mengi pale. Lakini mwisho wa siku yule jamaa akamwambia, kwani wewe unahisi mimi siwezi kuchukua? Yule bosi akazungumza. Jamaa akamwambia, hapana, wewe unaweza. Sio hivyo tu, unaweza kuanzisha hata kiwanda cha kutengeneza nguo. Kwa hiyo unahisi ni kwa nini sasa mimi navaa nguo zilizotoboka na naacha tumbo wazi kila saa? Unahisi ni kwa nini? Watu wanasemanga kwamba eti ni masharti ya mganga. Ngoja nikwambie kitu kijana. Kijana wangu Mose, dunia hii bwana inahitaji watu majasiri sana. Ukiwa sio jasiri, huwezi kuishi katika hii dunia, na kama ukiishi kwenye hii dunia utaishi kwa shida sana. Kwenye hii dunia kuna njia kuu mbili, na sio njia kuu mbili, ni njia mbili pekee za kupata maisha unayoyataka. Njia ya kwanza ni kwamba inabidi uwe upande wa Mungu. Unapoamua kuwa upande wa Mungu, unabidi uwe unasali sana, unatoa sadaka sana, uziepuke dhambi sana na uombe sana kwa Mwenyezi Mungu. Ndipo unaweza ukapata maisha unayoyataka. Lakini njia ya pili ni njia ya huku ambapo wanapaita kwenye giza, ambapo kwenye hilo giza wanazungumza watu walioko nje. Watu walioko ndani wanaona mwanga wa maisha. Bosi, unamaanisha nini? Utanielewa tu. Ninamaanisha kwamba huku kwenye hili giza, wanaposema kuna giza, ndio sehemu ambapo napo unaweza ukapata maisha unayoyataka. Lakini wanasema ni kwenye giza, lakini cha ajabu ni kwamba kuna nuru ya kuona mali. Sasa bosi, wewe hapo uko upande gani? Utajiri wa Mungu ni kwamba hauna masharti mengi sana, ila tu ni kwa sababu unachelewa. Subira, unapaswa uwe na subira sana. Lakini mimi niko kwenye huu upande ambao watu wanauita wa giza, ambapo mimi naona kuna nuru ya kuziona mali. Kwa maana hiyo mimi niko upande wa pili. Bosi, kwa hiyo unamaanisha kwamba wewe watu wanachokisema masharti ya mganga na nini ni kweli kabisa, ndio wanachokisema ni sahihi? Naam, wako sahihi kabisa. Msikilizaji, sasa hapo kulikuwa na ukimya fulani. Kijana Moses alinyamaza kimya. Akawa sasa pale anatafakari wakati huo akiwa anamtazama yule bosi ambaye aliyekuwa yuko busy muda ule anaendesha gari, wanatembea huku akiwa anampigisha zile story. Vipi kijana? Na wewe huko unatamani sana kuwa kama mimi? Na yani kivipi yani? Kuwa tajiri na maanisha kuwa kama mimi? Ndiyo bosi. Sasa bosi, mimi nitaachaje kutamani utajiri? Uko tayari nikuunge kwenye mfumo? Au utaanza kuwa na kwani kuna mfumo? Kila kitu kina mifumo yake. Hakuna kitu ambacho hakina, yani ni washikaji nini. Tuliamua kuishi maisha ambayo ni ya kitajiri hapa duniani, kwamba lazima tuyaishi. Kwa hiyo tukatengeneza, kukawa kuna mfumo maalum wa kuingia. Kwa hiyo kama uko tayari, kijana Moze, ninakuingiza tu na hakuna shida. Msikilizaji, pale sana kijana Moses akaanza kumtazama yule bosi wa tumbo wazi yule. Akamtazama sana pale, mwisho akamwambia, mimi bosi, niko tayari kabisa. Una uhakika na maamuzi yako unachokisema? Ndiyo bosi, mimi niko tayari kabisa. Yani mimi niko tayari kabisa. Sawa bwana. Ila
Angalia usiniangushe kwa sababu mara nyingi umekuwa ukifanya kazi katika hali ya uaminifu sana. Na nimekutazama una nyota nzuri sana. Na ndio maana hata uliponiuliza nimekuwa radhi kukwambia. Hivi vitu sio vitu vya kumwambia kila mtu. Nimeamua tu kukwambia kwa sababu ya jinsi ambavyo nimekuona. Usije ukaniangusha. Una nyota nzuri sana kwa kweli. Asante sana bosi. Kesho nitakupigia uje sehemu ambapo nitakuita sehemu na mambo yote yatakuwa yanamalizikia hapo. Sawa bosi. Msikilizaji, Moses pale alishuka kwenye gari baada ya kufika mahali ambapo alikopokuwa anaenda yeye. Kwa hiyo akashuka zake pale. Wakati huu alikuwa na furaha sana. Hakutaka kabisa kuamini kuwa anaenda kuwa tajiri kama bosi wake jinsi ambavyo alivyokuwa. Ni bosi yule ambaye anatembea tumbo wazi na matako wazi akiwa ameyaacha wazi kwa sababu tu ya kutaka utajiri. Lakini kwa upande wa Moses alitamani sana mambo yaendelee kuwa hivyo. Kwake bwana alikuwa hajali kabisa masuala ya kusema eti nitembee tumbo wazi au sijui matako wazi, potelea mbali ili mradi niweze kupata pesa. Yaani Moses alikuwa ameamua kwamba lolote atakaloambiwa, hata kama ni kuvua nguo zote angefanya, sio kutoboa tu kunyuma kwenye matako, hata kutembea uchi kabisa angekubali ili mradi tu aweze kupata pesa. Basi bwana. Msikilizaji, kesho yake mida ya jioni hivi simu ya kijana Moses ikaita. Alipotazama alikuwa ni bosi wake yule tumbo wazi matako wazi yule. Ndio alikuwa amempigia. Akamuita sehemu ili aweze kwenda. Na hapo sasa kulikuwa na location nzuri ambapo ndipo mahali ambapo walipokuwa wanategemewa waweze kuzungumza. Akamuita kwamba na huku yule bosi akawa anamsisitiza sana kwamba aweze kuwahi. Sasa mida ya saa 2 usiku, muda ule ulikuwa umesogea unaenda kama saa 3 hivi. Kijana yule bana akavunja kabati. Moses akavaa nguo zake akapendeza, akawa amekaa vizuri kabisa. Akachukua usafiri wake huyo mpaka sehemu ambapo alipokuwa ameitwa. Akafika mpaka mahali ambapo alipokuwa ameelekezwa. Kufika pale akakuta kuna geti moja kubwa sana. Geti kali la hatari, zuri kweli kweli. Kaangalia pale, akagonga mlango, mlinzi tayari alikuwa na taarifa zake. Akaambiwa amuelekeze aweze kuingia ndani. Akamkaribisha ndani. Akamuelekeza mpaka akazama kabisa ndani kabisa mjengoni. Kwanza mjengo ule ulikuwa ni mjengo wa kitajiri kichizi, kulikuwa na kila kitu pale. Kijana Moses alishangaa sana kupaona pale mahali ambapo alipokuwa ameitwa na bosi wake. Aliingia mpaka ndani huku akiwa anatamani sana kufahamu kwamba ni nini ambacho kitakachoendelea kule ndani. Sijui kweli naenda kuwa tajiri kweli. Safari iliwiva na hapo sasa kijana Moses akawa anatembea kusogea kuingia ndani. Aliingia ndani ili aweze kukutana sasa na bosi wake aliyemweleza anakwenda kumpa deal maalum kumuunganisha katika mfumo ambao anaweza kuwa tajiri. Ngoja tuone. Msikilizaji, sasa kijana Moses aliingia ndani. Na hapo akiwa na shauku kubwa sana ya kutaka kufahamu ni nini kitakachoendelea. Je, kijana Moses ataunganishwa kweli kwenye mfumo mzima wa kupata pesa au ni yeye mwenyewe anakwenda kushughulikiwa? Pengine ni yeye mwenyewe anaenda kutolewa kafara au ni nini ambacho kitafuata? Ataupata huo utajiri anaotaka? Msikilizaji, tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya pili. Bye bye, endelea kwa pamoja nasi.